الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ndugu zangu katika iman, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jambo kubwa ambalo limetukusanya sisi hapa kama ilivyozungumzwa ni nia ya itikafu. Itikafu ina maana yake na ina adabu zake, na ilikuwa ni fursa nzuri kwa pamoja tushiriki ibada hii na tuendelee kujifunza namna iliyokuwa nzuri ya kutekeleza ibada ya itikafu katika nyakati nyingine zozote zile. Ile nia ya mtu kwenda katika msikiti ambao unafanyiwa swala za jamaa ama za Ijumaa, kwa nia ya kukaa pale na kufanya ibada mbalimbali ambazo ni za kumtakasa Allah subhanahu wa ta'ala, za kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala, kusoma Qur'an, kuswali, kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ndio maana yenyewe ya itikafu. Unatenga muda fulani, unajikata na muda huo na mambo yote ya kidunia, unaachana na mambo yote ya kidunia tuliozoea kuyafanya kila siku. Unaukata muda huo, unajishughulisha na khalwa ya kukaa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya kumtukuza Allah, kumdhukuru Allah, kumsabihi Allah na vile vile kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ndio maana inayokusudiwa. Kwa hiyo ndugu zangu, ibada ya itikafu ni ibada ambayo inatakiwa iendane na mambo ya imaniyat. Isifanywe marasimi kama zetu za zoea zile. Kuna mgeni wa heshima fulani, kuna nani na nani. Hakuna vitu vya namna hiyo. Ni jambo lianze na mpaka limalizike kwa mambo ya imaniyat, rauhaniyat, mambo ambayo ni ya kiimani. Mambo hayo yatapelekea kuongeza ile maanawia ya mtu kujikurubisha na Allah subhanahu wa ta'ala, mwanzo mpaka mwisho. Mashaghili ya dunia, maswaibi ya dunia, matakwa yetu ya kidunia kwanza tuyasahau, na sote nyoyo zetu zimuelekea Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ndio itikafu inatakiwa iwe katika sura za namna hiyo. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, tusidhanie kwamba si kuna mambo gani makubwa ya kufanywa. Hakuna mambo makubwa. Jambo la kufanya ni mtu kujikita na kuhakikisha anautumia muda wake vizuri katika muda aliotenga kukaa khalwa, ili afanye yale ya Mwenyezi Mungu, mambo ambayo yatazidisha imani yake, yatapaiza imani yake, yatamkurubisha na Allah subhanahu wa ta'ala, yatatengeneza khalwa ya yeye kuwa na khalwa, kujitenga na Allah, apate fursa ya kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala wakiwa karibu zaidi. Hayo ndio mambo ya kufanywa katika itikafu. Uwe peke yako, muwe kundi na kadhalika, ni hayo. Sasa baada ya utangulizi huo, tuingie katika yale ambayo yaliyopangwa katika itikafu yetu leo, tuende nayo. Tutaanza na baadhi ya mada za kiimani. Tutakuwa na mada mazungumzo kidogo ya kiimani, imaniyat. Mambo ambayo tunatarajia kwa mazungumzo hayo yataongeza ile ufahamu
jinsi gani ya mtu anaweza akatakarab kwa Mwenyezi Mungu kwa kuwa na sifa gani na awe vipi. Tutaanza na mazungumzo hayo, yazungumzwe hayo, na baada ya mazungumzo hayo kama ilivyosemwa, itafikia vipindi vya kupumzika kidogo, watu wapumzike kidogo, ili baadaye watu wapate nguvu na shati ya kusimama kupata tahajjud pamoja na kuendelea na ibada mpaka adhana ya alfajiri. Kwa hiyo tujue ni hivyo na tujiandae hivyo, tusichoke. Sasa huu ulikuwa ni utangulizi, kama alivyotaka shekhi wangu niseme utangulizi. Sasa ninazungumza mada ambayo nimekusudia nizungumze mbele ya hadhara yenu, nami mwenyewe, ili mradi katika lengo la kujiongeza imani katika imani tulizokuwa nazo. Mada nitakayoisoma mimi katika anwani inaitwa ni Ar-Rabbaniya. Ar-Rabbaniya. Ar-Rabbaniya katika lugha ya Kiswahili ina maana ya mtu wa kimungu. Mtu wa kimungu. Si Mungu huyo mtu, lakini mtu wa kimungu. Vipi mtu akuwa mtu wa kimungu? Ni mtu ambaye amefanya juhudi ya kumtafuta Allah subhanahu wa ta'ala, na akaja akampata Allah subhanahu wa ta'ala. Ikafikia mahala mtu huyu Allah anampandisha daraja ya aliyokuwa nayo, akafikia daraja ya uwali wa hali ya juu, uwali wa ukaribu na Allah subhanahu wa ta'ala. Akafikia mtu huyu akawa yeye jicho lake ni jicho la Mwenyezi Mungu, mkono wake ni wa Mwenyezi Mungu, kila kitu chake ni cha Mwenyezi Mungu, kwa maana kwamba Mwenyezi Mungu ndio anayemfanyia mambo yake. Huyu ndio anaitwa ni Abdu Ar-Rabbani, mtu wa kimungu. Sasa tuzungumze ni namna gani mtu afanye, juhudi gani zifanywe, ili mradi mtu ajitengenezee sifa hii na hadhi hii ya kuwa ni Abdu Rabbani. Ndugu zangu katika imani, tuseme hivi, kama nilivyozungumza, asili ya maudhui yetu hii inachukuliwa, asili ya mtu kufikia daraja ya Rabbani inachukuliwa, ama tuseme kwamba itaendana na mtu ambaye rakaza ala nafsihi mafhumu sahihi liliman, mtu ambaye nafsi yake ameikita katika kufahamu mafhumu sahihi ya iman. Naposema iman, ni hizi nguzo za iman ndizo zinaanza kumchukua mtu ufahamu ule, na kupanda naye kidogo kidogo, mtu huyu anafikia daraja ya Ar-Rabbaniya. Na tunaposema nguzo za iman, Muislamu yoyote yule, Muislamu muumini, ukimuuliza nguzo za imani atakutajia nguzo za imani ni 6, ni hiyo na hiyo na hiyo na hiyo. Sasa kinachokusudiwa ili mtu afikie daraja ya Rabbaniya tunayokusudia, atafute namna gani, naanza vipi, ni lazima aanze katika kujikita kufahamu zile nguzo 6 za imani. Baada ya kuzifahamu zile, aje afahamu muktadayatiha. Hivi nguzo hizi za imani zinawajibisha na zinambadilisha mtu awe vipi kumwelekea Allah subhanahu wa ta'ala, hizi nguzo za imani. Lakini baada ya mtu kufahamu sasa zinamwajibisha vipi mtu yule, aje mtu afahamu athar, alama zinazopatikana na zinaweza kumtofautisha mtu anayefahamu nguzo za imani na anafahamu zinawajibisha kitu gani. Sa alama ya mtu huyu na alama ya mtu asiyofahamu hivyo ama asiyefanya hivyo, iweko kuna tofauti. Najua kwamba huyu ana dalili kwamba nguzo za imani zimejikita na anazifanyia kazi. Huyu hana dalili ya kwamba ndani yake kuna nguzo za imani, hata kama ni Muislamu. Lakini baada ya hapo, nguzo hizi zinafikia mahala, zikishampa athar ya mtu huyu, ana athari ya nguzo za imani, zinakuja zinamnyanyua. Inakuja ni kaifiyatu irtiqa, ni jinsi gani zinamnyanyua kutoka katika daraja aliyokuwa nayo mtu huyo, katika daraja ya imani, mpaka mtu huyo anapaa katika hali hiyo, anafikia na mahusiano yake
na Mola wake yanakuwa ni mahusiano ya hali ya juu, masala makubwa. Mambo haya hayaanzi tu hivi hivi. Mtu anaanza tu leo, mtu anakuwa ni mcha Mungu sana. Hakuna vitu vya mkato katika Uislamu. Ucha Mungu unatafutwa, ucha Mungu unatafutwa na unaanzia katika nguzo za imani. Mnafahamu kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Hivi kumwamini Allah, kuamini malaika, kuamini mitume, kuamini vitabu, kuamini qadar, kuamini siku ya mwisho, vitu hivyo vinawajibisha kitu gani kwa Muislamu? Ahame, atoke katika kuamini kwa kuamini, sasa ahame mwanadamu huyo katika mambo gani sasa yatamfanya aonekane huyu anawajibika kumwamini Allah, huyu anawajibika kuamini mitume, malaika, kadari na siku ya mwisho na kadhalika. Lakini baada ya kuwajibika, je, athari ya kuamini vitu hivyo inapatikana kwa mtu huyu? Na kama athari inapatikana kwa mtu huyu, kaifa yartaqi, anapanda vipi mtu huyu sasa daraja nyingine? Akishapata daraja ya kiimani, namna gani mtu huyu anabadilika sasa, anatengeneza mahusiano yake yeye na Mola wake? Kwa lugha nyingine, Allah subhanahu wa ta'ala anakuwa ni rafiki yako. Allah anafanywa urafiki na Allah anapenda urafiki. Allah anapenda na anakuwa ni rafiki wa mtu, lakini lazima utengeneze utaratibu wa kutafuta urafiki na Allah subhanahu wa ta'ala ili ufaidike wewe na neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndiyo maana nikasema kwamba wanazuoni wanasema kwamba mpaka kufikia daraja hiyo inahitaji juhudi, na Allah akasema katika Qur'an, walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha lama'al muhsinin. Anasema Allah, huyo ambaye tunatafuta leo, tunatafuta urafiki wa Allah subhanahu, tunatafuta urafiki naye. Allah anatafutwa na yuko tayari sisi tukatengeneza urafiki na yeye, mahusiano na yeye. Anasema walladhina jahadu fina, wale watu ambao watakayefanya juhudi ya kututafuta. Allah, mtu ambaye atakayefanya juhudi ya kunitafuta mimi Allah subhanahu wa ta'ala, anasema lanahdiyannahum subulana, watu hao tutawaongoza njia zetu. Ukifanya juhudi ya kumtafuta Allah, yeye sasa anafanya kazi ya kukuongoza njia, pita hapa ili umfikie yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna Allaha lama'al muhsinin, na Allah yu pamoja na wale watu ambao ni watu wanaofanya ihsani. Mnafahamu ihsani ni daraja kubwa kuliko Uislamu na kuliko imani, wote mnafahamu hivyo. Ihsani ni daraja, ni qimma, ni kilele cha daraja ya kiimani ya hali ya juu, kumwabudu Allah kama vile unamuona. Ukihisi kama humuoni, basi unahisi kwamba anafanya nini, yeye anakuona. Ni daraja kubwa sana, na Allah anasema kama tutafanya juhudi kumtafuta Allah subhanahu wa ta'ala, anasema kwanza, jambo la kwanza atakuongoza namna gani upite, na baada ya kupita cha kuongoza, anajua wewe sasa, anakuongeza daraja, utakuwa ni muhsin, na ushakuwa ni muhsin anakwambia wa anna Allaha lama'al muhsinin. Sasa hapo ndio ile urafiki niliosema unaupata. Unasemaje hapo? Urafiki wa Mwenyezi Mungu upo haupo? Unatafutwa hautafutwi? Na unapoutafuta kwa msaada Mwenyezi Mungu unaupata haupati? Na ukishapata msaada wako unafanya nini? Unakuwa maiyatullah, na wewe ni jambo la kawaida sana. Hayo ndio maisha ya Islam, tuishi namna hiyo, na itikafu yetu leo tunaambizana hayo ili tufaidike. Hiyo ni Suratul Ankabut aya 69. Na jambo lingine tena ambalo linatupelekea katika kutafuta urafiki na Allah, kumtafuta Allah awe karibu na wewe kwa lolote, kwa dogo na kubwa, tunaupata katika hadithi ya Ibn Abbas. Hadithi ya Ibn Abbas inatuongoza kufikia huko, ile at-tariq lilusuli ila rabbaniya, njia ya kumfikisha mtu katika utu wa kimungu. Hadithi ya Ibn Abbas inatuambia, hadithi yenyewe wote mnaifahamu. Anasema Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, anasema kuntu khalfa rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, au hadithi nyingine au riwaya nyingine, kuntu radifa rasulillahi sallallahu alayhi wasallam faqala ya ghulam inni uallimuka bikalimatin ihfadhillaha yahfadhuk ihfadhillaha tajidhu tujahak idha sa'alta fas'alillaha wa idha ista'anta fasta'in billahi wa idha wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka
bishai'in lan yanfa'uka illa bishai'in qad katabahu Allahu lak wa in ijtama'u ala an yadhurruka bishai'in lan yadhurruka illa bishai'in qad katabahu Allahu alayk rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhufu. Hii dalili nayo, aya hii, hadithi hii inaendana na ile aya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tulisoma nyuma. Anasema Ibn Abbas, siku moja alipanda kipandwa akiwa nyuma ya Mtume. Hiyo ndio radif au khalfa, amepakizwa na Mtume. Mtume sallallahu akamwambia Ibn Abbas, ya ghulam, ewe kijana, inni uallimuka bikalimatin, mimi nitakufundisha maneno. Nataka leo nikufundishe maneno. Jambo lote mtu lazima uanzie kwenye kufundishwa. Ukishafundishwa ndio unajua. Badalaye kule kujua unabadilisha katika matendo. Unapotenda vizuri unapata msaada wa Mwenyezi Mungu, ndio unapanda kufikia huko juu. Sasa Mtume sallallahu anaanza kumfundisha maneno. Nitakufundisha maneno. Maneno gani? Akasema maneno hayo ndio kufundisha haya, ihfadhillaha yahfadhuka. Muhifadhi Allah atakuhifadhi. Allah anahitaji ahifadhiwe. Na Allah ukimuhifadhi basi na yeye analipiza, naye anakuhifadhi. Ihfadhillaha tajiduhu tujahak. Muhifadhi Allah utamkuta daima yuko upande wako wewe. Yani Allah anapendelea. Anapendelea vipi? Anapendelea ukimuhifadhi katika mambo yake, basi leo mapenzi yake na yeye anakuwa upande wako wewe ulimuhifadhi yeye. Ndio kawaida ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Afa akasema idha sa'alta fas'alillaha, utakapokuwa unamuomba wewe muombe Allah. Acha tabia ya kuomba vitu vingine, acha, muombe Allah na uwe na imani, ninapoomba Allah atanisikia na atanipa. Wa idha sa'anta fasta'in billahi, utapotaka msaada wowote mtake msaada wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Msaada na Allah, msaada kiukweli na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hata kama unataka uende kwa mtu ukamuombe pesa, unataka yule anisaidie pesa, sasa wewe kabla ya kwenda kwa mtu huyo, kwanza taka msaada wa Allah akamlainishe mtu yule ili ukapate. Yani msaada wa Allah ndio unakufikisha wewe kupata lengo ambalo unakusudia. Ndio anamfundisha Mtume sallallahu alayhi wasallam, na utapotaka msaada fasta'in billah, taka msaada kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisha akaja akasema haitoshi, nataka wewe ujue kwa maana ya kwamba huu umma wote wa watu kama watajikusanya watu eti waje wakunufaishe wewe katika jambo ambalo Allah hataki ulipate jambo hilo, Allah anasema wewe, Mtume anasema hawatakunufaisha wewe ila kwa jambo alilokuandikia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na kinyume chake, umma ukusanyike kukutaka kufanya madhara wewe na udhaifu uliokuwa nao, Allah anasema, Mtume anasema sallama, hawataweza kukudhuru ila kwa jambo alilokutakia Allah likudhuru. Hii maana yake Mtume sallallahu alaihi wasallam anamfundisha kijana huyu na kumfundisha Ibn Abbas, ndio maana yake anatufundisha sisi tuwe katika imani ya namna hiyo. Muislamu atakaye kifua mbele wakati wowote. Kama kuna kheri Allah amekataa usiipate, watu wote dunia nzima wakusanyike wakupe, hawawezi. Nataka tuwe na imani ya namna hiyo, na ndio itakuokoa katika majanga Muislamu. Na kama kuna shari, unadhania kuna shari itakuja, lazima uwe na imani na hisia kwamba, au na shuur kwamba endapo Allah amekataa hili, hata wafanye vipi mimi halitanipata. Hiyo ni imani itakuwa mtu, ili ufike katika rabbania, mtu wa kimungu, unatakiwa uwe na imani na hisia za namna hiyo kwa Mwenyezi Mungu. Usiwe mtu wa kuingiza na kutoa, hivi inawezekana hapa, hivi itakuwa pale. Nani anakuambia inawezekana? Kuna kitu gani kinashindikana kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Mwenyezi Mungu anawashinda watu wote. Hawawezi kunufaisha kama hataki, na hawawezi kudhuru kama hataki. Sasa yeye ndio amwangalie yeye na uamini kiasi hicho. Baada ya maneno hayo, Mtume sallallahu akasema rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhufu. Kwa maana huo ndio utaratibu. Kalamu haziandiki tena na wino ushakauka, hakuna kinachoandikwa. Hayo yaliyozungumzwa ndio hivyo hivyo. Hakuna njia ya mkato ya kumfikia Allah ila kwa kutenda hayo. Tunatafuta kuwa nani? Kuwa rabbani, tuwe watu wa kimungu. Baada ya kufanya ya kufahamu hayo, sasa tuangalie taarifa ya wanazuoni. Nende haraka haraka.
nende haraka haraka kidogo. Hivi ar-rabbania ni mtu wa namna gani, ili tuziangalie hizi sifa halafu tuzipractice kutafuta sifa hii. Wanasema wanawazuoni kwamba ar-rabbani, mtu wa kimungu, huwa al-alimu al-faqihu al-amilu al-hakimu al-wali al-taqi al-qaim bi umuri an-nasi ala al-minhaji alladhi waliyahu al-muqsitun min al-muslihin alladhi yuallimu an-nasa al-khayra wa yad'uuhum ila ma fihi maslahatihim ajilan wa ajila wa yurshiduhum ila ma aiduhu an-naf'u fi dunyahum wa ukhrahum almutaawinu maa ghairihi min almuslihin liinjazi risalatihi. Haya ndio maneno wanatuambia wanazuoni. Hizi sifa zote hizi ndio huyo Rabbani anakuwa katika sifa za namna hii. Maana yake nini? Huyu Rabbani ni alalim, ni mtu mjuzi. Tunaposema mtu mjuzi hatusemi labda anafahamu fiqh sana, hapana, ni mjuzi wa kumjua Allah subhanahu wa ta'ala. Alfaqihu ni mtu ana fiqhi ya kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala. Al-amilu al-hakim ni mtendaji wa yale anayotaka Mwenyezi Mungu. Al-hakim ni mtu mwenye busara, ni mwenye busara katika kuendea mambo. Al-wali at-taqi ni mtu wali mcha Mungu huyo. Al-qaimu bi umuri nnas ni mtu ambaye anasimamia mambo ya watu. Alal minhaji alladhi waliyahu almuqsituna min almuslihin, katika utaratibu ambao walikwenda wale waadilifu miongoni mwa watu ambao almuslihun, wanaotengeneza watu kuwa ni watu wa maana. Lakini vile vile mtu huyu sifa yake nyingine, anawalingania watu katika mambo ambayo yana maslahi ya watu. Sifa nyingine hiyo, Rabbani anawalingania watu, anawaelekeza watu ili wafanye mambo ambayo yana maslahi na hao watu, masala haya ya kidunia na ya kiakhira, maslahi ya haraka haraka au masala ya muda. Alafu anasema haitoshi, almutaawinu maa ghairihi, bado anasaidiana na wengine, sio mtu mpekepeke akishakuwa yeye ndio hakuna, bali pamoja na yote hayo bali anasaidiana na wenzie minal muslihina, ambao wanaofanya kazi hiyo ya islahi ya kutengeneza mambo, liinjazi risalatihi, ili aweze kufanikisha ule ujumbe wake. Hii ndio Rabbani. Ndugu zangu, ucha Mungu hawi kwa kubahatisha, ni mambo mengi inabidi yapatikane kwa mtu, na ndio maana akisema walladhina jahadu fina, wafanye juhudi. Mtu utafute ujuzi, uwe na fiqh ya kumtambua Allah, vile vile uwe ni mtu na hikma, usimamie mambo, uyatendee mambo, ulinganie watu, uwafundishe watu, na ushirikiano na watu wengine wazuri, watu waliokuwa bora, mshirikiane katika kufikisha ujumbe wa Allah na kutambuliwa Allah katika dunia hii, ili tupate maslahi ya kidunia na ya kiakhira. Huyo ndio rajul Rabbani, ni mtu wa namna hiyo. Mtu awe mcha Mungu dakika mbili tu, huyu kamcha Mungu, mchawi anaruka tu mcha Mungu. Nani kasema maneno namna hiyo? Huyu ndio tunasema Rabbani, ambaye anapata ucha Mungu kutokana na sifa ya kwenda kwa utaratibu, ngazi baada ya ngazi. Ndugu zangu katika imani, hii taarifu kuwa ndefu namna hii, definition ya Rabbani, unadhania imetoka hivi hivi? Hapana, hii ni mustalham. Wanawazuoni waliangalia ndani ya Qur'an, ndio wakapata maana ya neno ar-Rabbani. Rejeeni katika Qur'ani, Mwenyezi Mungu anasema katika aya, walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun. Hapo unapata maana mbili za Rabbani. Allah aniwaambia wale walakin kunu, anasema walakin kunu rabbaniyin, kuweni watu Rabbani, watu wa kimungu. Kwa nini? Bima kuntum tuallimuna an-nasa, bima kuntum tuallimuna alkitaba, kwa sababu ya yale nyinyi kuwafundisha watu mafundisho ya Mwenyezi Mungu, wa bima kuntum tadrusun, na kwa yale mlikuwa mkiyasoma. Kwa hiyo Rabbani lazima asome, Rabbani lazima afanye nini? Lazima afundishe yale ambayo anayajua. Lakini Allah akasema katika Qur'ani, tena sura nyingine, katika aya nyingine, inna anzalna at-taurata, sisi tumeshusha Taurati, fiha, ndani ya Taurat, hudan wa nurun, kuna mwongozo na kuna nuru. Yahkumu biha annabiyun, mitume wanahukumu kwa Taurati hiyo. Annabiyun alladhina aslamu, wale mitume wanahukumu kwa hiyo Taurat.
wale ambao waliojisalimisha, lilladhina hadu, kwa wale Mayahudi, warabbaniyuna, na hawa rabbaniyuna vile vile mitume wanahukumu kwa Taurati, warabbaniyuna, na wale watu wa kimungu wacha Mungu, wal ahbaru, na wale wanawazuoni wa Kiyahudi wanazungumzwa, wanawazuoni, bimastuhfidhu min kitabillah, wanahukumu kwa kile ambacho walichohifadhishwa ndani ya kitabu cha Mwenyezi Mungu, wakanu alai shuhada, na wakawa ni mashahidi katika hilo. Fala tahshawun nasa, msiwaogope watu, wakhshawni, niogope mimi Mwenyezi Mungu. Wala tashtaru biayati thamanan qalila, wala msibadilishe aya zangu kwa thamani ndogo ya dunia. Waman lam yahkum bima anzala Allah faulaika humul kafirun, na asiyehukumu, anayeacha kuhukumu kwa jinsi alivyoteremshwa Allah, basi hao ndio makafiri. Hapa tunachukua sehemu mbili tumeongezeka hapa. Hawa rabbaniyuna wal ahbar wanahukumu bimastuhfidhu min kitabillah, wao wanahukumu kwa bimastuhfidhu, kwa kile walichohifadhishwa ndani ya kitabu cha Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo tunasema kule kuna ujuzi, kuna kusoma na kuna kuhukumu kwa yale ambayo, au kuyatumia yale ambayo Allah aliyohifadhisha. Lakini bado haitoshi. Taarifu hiyo inapewa nguvu na aya za Mwenyezi Mungu. Ile ya mwanzo ni suratul Maida, hiyo tumesoma ni suratul Maida ya 44. Hii nyingine Allah anasema waka'ayyin min nabiyyin qatala mahu ribbiyuna kathir, ni mitume wangapi walipigana pamoja na mitume hao, walipigana ribbiyuna kathir. Ribbiyun ni maana yake rabbaniyun, watu wa kimungu wengi tu. Fama wahanu, moja ya sifa ya rabbaniyuna katika taarifu yake, fama wahanu wa mastakanu, hawakudhoofika na wala hawakubweteka, fi sabilillah, katika dini ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo hii inatia nguvu maana ya rabbani. Mtu rabbani hachoki, mtu rabbani hakati tamaa, mtu rabbani habweteki. Akishaingia katika safu ya kutafuta uchamungu harudi nyuma, atasoma, atafundisha, atakuwa na hikma, atafanya ibada, atatenda mema, atashirikiana na wenzie katika kheri, anahangaika mpaka anakufa. Ndio tunaambiwa hapa fama wahanu, hawakudhoofika, wamastakanu, wala hawakubweteka. Sawa, wallahu yuhibbu sabirin, wa Allah anawapenda wanaosubiri. Mtu rabbani mcha Mungu anasubira. Usiku wa leo mpaka asubuhi mtu anatabu, anapiga mahesabu mengi tu, mimi nitalala pale msikitini pale na kuwa vipi mpaka asubuhi. Unatafuta rabbani ucha Mungu, unaona taabu kidogo kupata usiku huu hapa. Unatafuta ucha Mungu na pepo. Jamani, pepo ni ngumu, tusifanye maskhara. Pepo ni ngumu, pepo inatafutwa kwa juhudi. Hiyo ni mpaka unakufa, huwa unaishi namna hiyo. Tunakwenda mbele. Rejeeni Ali Imran 146. Sasa tuangalie mahusiano ya ar-rabbaniya na imani. Hivi sifa ya mtu kuwa ni mtu wa kimungu na imani kuna mahusiano? Ndiyo. Sifa ya mtu kuwa ni mcha Mungu kuna mahusiano, kuna ilaka, kuna mahusiano na rabbaniya. Imamu Ibn Qayyim anasema hivi, tankasimu alqulubu ila 3 aqsam, nyoyo za watu zinagaika katika vigawanyo vitatu. Moyo wa kwanza ni qalbun hayyun mawsulun billah. Mwanadamu tulivyo hapa, kuna watu wana moyo ulio hai. Moyo ulio hai, huyo moyo uliokuwa hai ni moyo ambao umefungamana na nani? Na Allah moja kwa moja. Imeeleka vizuri? Ibn Qayyim akasema moyo wa pili ni qalbun mayyitun la hayata lahu. Kuna moyo umekufa. Ona jitu limekaa tu pale. Kumbe nini? Lishakufa lile jitu lile. Yaani moyo wake ni mayyit. Uishakufa wala hauna uhai. Kuna moyo tu lipo tu jitu namna hii. Hamna kitu. Imeleka vizuri? Alafu akasema Ibn Qayyim wa qalbun thalith, na moyo wa tatu ni moyo ambao bihi hayatun wa bihi illa. Moyo huo una uhai na una ugonjwa. Moyo mtu mmoja una uhai, alafu moyo huyo unafanya nini? Una ugonjwa, una gonjwa, unaumwa. Akasema Ibn Qayyim kwamba huu moyo una mzima na una gonjwa huu una mada mbili, una vitu viwili, madatani vinavutana katika mtu wa namna hiyo. Mada moja inavuta katika kheri na mada nyingine inamvuta katika nini? Katika shari. Ndio anakuwa mara ni mzima, mara anakuwa amekufa. Kuna watu unaonaga jamani,
mtu ameibuka katika jambo la kheri mpaka huyo kesho kutwa tena jamaa labda alipigwa buti kidogo vya taabani chali, ndio wale moyo wake una uhai mara na mara, na kwa nini unakuwa mgonjwa mara nyingine, unavutwa huku na unavutwa huku. Akaja akasema huyu bwana, kile kitakachomvuta zaidi kikishinda anakuwa amekwenda huko. Kwa hiyo mtu huyu akivutwa na ule upande wa uhai, alhamdulillah atasafika, atakuwa huko. Akishindwa akavutwa na ule moyo uliokufa mgonjwa, maskini Mwenyezi Mungu Allah tulinde na hilo, anaangukia kwenye nini? Kwenye ugonjwa. Halafu akasema huu mvutano wa moyo wa tatu, fafihi min mahabbati al-imani, ndani ya moyo huu ambao unavutwa kidogo na unavutwa huku, ndani yake kuna chembe ya mapenzi ya imani. Wa bihi al-ikhlasu lahu, na una ikhlasi kidogo na unatawakkali kidogo Mwenyezi Mungu. Sasa hivi kidogo ana ikhlas kidogo, ana imani kidogo, ana tawakkal kidogo, hii sasa ndio inamsaidia. Kuna mara anavutwa kidogo, mnamuona mko naye katika mambo mazuri au anafanya mambo mazuri. Afu akasema moyo wana huu ambao ni mambo mawili, una mahaba vile vile ndani yake, una mahabbatu shahawati, ndani yake kuna kupenda matamanio, wa itharuha, na kuna wakati unafadhilisha hayo matamanio, wal hirsu ala tahsiliha, na unataka uyapate matamanio. Mtu mmoja huyo ndani kuna imani kidogo, lakini na kuna matamanio ya kidunia kidogo. Ndio maana anakuwa moyo wake watatu, una huku na una huku, una pande mbili huo. Sawa, una imani kidogo na una matamanio kidogo. Na watu namna tunawapata na sisi tumo. Na unakuta mtu huyo moyo wake una hasadi kidogo, una kiburi kidogo, una kujiona kidogo, unapenda uluwi, ukubwa tu unapenda katika dunia hii hapa. Sasa huyu mtu wa namna hiyo ndio maana anapata mitihani katika misukumo miwili. Anasema Ibn Qayyim, msukumo wa kwanza, mtu huyu anapata ule msukumo wa kumpeleka kwa Mwenyezi Mungu na mtume wake na nyumba ya akhera, lakini huyo mtu anakuwa na msukumo wa kumpeleka katika dunia hii ambayo ni jambo la kupita. Sasa katika hali kama hii anafananisha Ibn Qayyim rahimahullah kwamba mfano wake mtu huyu ni kama mfano mwenye viungo vya mwanadamu vinavyokuwa ni vizima vitafanya harakati zote, lakini viungo vya mwanadamu vishakuwa na ulemavu, haviwezi kufanya kila kitu. Nadhani nashuhudia mimi hapa nina mikono miwili, mmoja huu labda umelemaa, huu una nguvu, huu utafanya nini? Utafanya jambo sawa. Huu uliolemaa hauwezi kufanya jambo. Ndio mtu mwenye viungo vya namna hiyo. Sasa mtu mwenye imani ambaye ina huku na huku anakuwa mfano wake namna hiyo, moyo wake unakuwa ni hivyo. Vile viungo vibovu vinakuwa ni vibovu, havifanyi kazi, kwa hiyo na moyo wake ndani unakuwa ni mbovu. Vile viungo ambavyo ni vizima vitafanya uzima, inakuwa ndani yake kuna mada fulani ya uzima. Ndugu zangu katika imani, kwa maana hiyo sasa tunasema kwamba ar-rabbaniya, sifa ya kimungu ni sifa haswa maalum kwa wale watu wenye imani. Watu wenye imani ndio wanapanda wanafikia sifa hiyo, watu ambao wanaosifika pale ambapo wanapohakikisha masharti ya imani. Unapohakikisha masharti ya imani kwamba al-imani, nguzo ya kwanza al-imanu billah, kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Hivi kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala ni kusema tu? Ni ushahidi gani wa kwamba wewe unamwamini Allah subhanahu wa ta'ala? Tuweke kigezo, kipimo, tunataka tupime huyu mtu anayemwamini Allah na huyu amwamini Allah, kigezo chake nini? Kigezo chake tunataka kukipima, kigezo chake. Sasa tukipima ndio tunasema kwamba huyu kipimo chake kikienda kuzuri kweli kweli, wasawa kwa anamwamini Mwenyezi Mungu. Hiyo ndio inampelekea mtu kufika nini? Katika huo ucha Mungu. Ndugu zangu katika imani, ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala daima Qur'ani ikawa inatuhimiza katika amali, tuwe ni watendaji, tunachokijua tukitende tunachokijua. Kwa sababu gani? Unapokuwa unatenda inakusaidia wewe kujikurubisha kwa nani? Kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akasema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, istajibu lillahi war rasul, mjibuni Allah na mtume wake, idha da'akum lima yuhyikum, pale wanapokuiteni katika mambo ambayo yatakupeni uhai. Yani Allah na mtume wanapokuiteni, uko na kuiteni Allah na mtume, ndiko mahala kutakupeni uhai ndio uko huko. Kinyume na Allah na mtume wake hakuna uhai, kuna ugonjwa. Sawa, hiyo ni suratul Anfal aya ya 24. Na vile vile kuna aya nyingine inafanya uzito unapatikana kwa mtu, kama Allah anavyosema, alam ya'ni lilladhina amanu an tahsha qulubuhum li dhikrillah
wama nazala min alhaq. Hivi haiwapitikii wale walioamini nyoyo zao zikawa na khushu, nyoyo zao katika dhikra ya Mwenyezi Mungu? Haikupitikii wewe moyo wako muda fulani ukawa na khushu katika dhikra ya Mwenyezi Mungu na yale yaliyoteremshwa ya haki kutoka kwa Mwenyezi Mungu? Haikupitikii namna hiyo. Hii maana yake Allah anataka wewe uwe ni mzito katika mambo ya shari, uwe ni mzito kuendea, lakini wewe uwe ni mwepesi katika mambo ya nini? Katika mambo ya kheri. Imeeleweka vizuri? Sasa hayo tuyaache ndugu zangu, nisiseme sana, mnizuie muda wangu ukifika mniambie basi, sawa? Vinginevyo mimi nitasema hata masaa matatu hapa, sio utani, nitazungumza masaa matatu no, lakini sitaki kufika huko. Muda wangu kidogo tu nimalize, na mada yenyewe ni ndefu hii. Sasa niseme vya haraka haraka, nitoe dalili ya mtu rabbani mcha Mungu, tupate vigezo. Tulisema utapimaje wewe kwamba huyu ni mcha Mungu na huyu sio mcha Mungu? Katika vigezo vya kawaida tu vya kibinadamu, sio vigezo vya ndani. Huwezi kuingia katika moyo wa mtu. Nani anapaswa? Kuna mtu anafahamu moyo wa mtu? Huyo daktari anapaswa moyo wa mtu, anauona moyo wa mtu, lakini atauona moyo kama chombo tu, lakini ndani ya moyo hajui. Anajua nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa nakupeni dalili za haraka haraka 4 au 3 za haraka haraka. Ya kwanza, inshirahu sadri. Inshirahu sadri ni kifua kukunjuka. Ukiona mtu au wewe mwenyewe ukiona kifua chako kinakunjuka, wallahi usijisifu, lakini mshukuru Mwenyezi Mungu kwamba una dalili ya sasa unaelekea katika nini? Katika uchamungu. Unakunjuka vipi? Hadithi alipokea Ibn Mas'ud radhiallahu anhu, qala, anasema qulna ya Rasulullah, tulimwambia Mtume tunataka maana ya Mwenyezi Mungu alivyosema, afaman sharaha Allahu sadrahu lilislam fahuwa ala nuri min rabbi, mtu ambaye Allah amekunjua kifua chake katika Uislamu, huyo yupo katika nuru ya Mola wake. Maswahaba walikuwa hawajui, wakauliza hii inshirahi ni nini? Mtu aliyokunjukiwa kifua katika nini? Katika Uislamu yupo katika nuru. Hii inshirahi sadri ikoje? Walivyomuuliza, hii ni surati Zumar aya 22, Zumar 22. Mtume akasema idha dakhala an-nur idha dakhala an-nuru fil alqalba, nuru ikiingia katika moyo, insharaha sadru, kifua huwa kinafanya nini? Huwa kinakunjuka, sawa? Wanfataha, na huwa kinafunguka. Nuru ikiingia ndani ya mtu, basi kifua huwa kinafanya nini? Kinakunjuka na kinafunguka. Nuru inaingia vipi ndani ya mtu? Nuru inaingia vipi? Inaingia nuru kwa kupiga manyanga? Inawezekana. Inaingia nuru ukifungwa timu yako ya mpira unazimia, kuna nuru itaingia imani hapo. Kafungwa mtu wa mpira pale, unazimia wewe, mpira ukucheza wewe, wamecheza watu wengine, listi kapanda mwingine, wewe unazimia huko wewe. Afu wewe unatafuta rabbani. Wewe cha Mungu unaupata wapi jamani? Nasema uongo? Wewe listi ya mpira uliipanga wewe, mpira ulicheza wewe, magoli ulikosa wewe, aliofungwa sikafungwa kipa, wewe unazimia huko wewe. Wewe kweli wewe, hiyo nuru unaipata wapi? Sasa mtu rabbani, mambo kama hayo kwake hayapo, hayana nafasi. Imeleka vizuri? Ukiweka hayo unamtoa Mwenyezi Mungu. Tuko pamoja? Ukiweka hayo unamtoa Mwenyezi Mungu, ukiondoa hayo unamweka nani? Mwenyezi Mungu. Inshiraha sadri inapatikana, hicho ni kigezo. Sasa wakasema bibi, akamwambia Mtume sallama, al-inaba ila daril khulud, ikiwa wewe unaelekea katika nyumba ya milele, watajafi an daril ghurur, na unaikimbia nyumba ya kudanganya, wal istidadu lilmauti qabla nuzulihi, na kule mtu kuona unajiandaa katika mauti kabla ya kifo. Hadithi imepokea Hakim na Baihaqi fi Zuhd. Huyu ndio rabbani kitake. Alama ya pili ya haraka haraka, dalili ya pili ya uchamungu ni wajalul qalbi inda dhikrillah. Pale moyo unapopata uoga anapotajwa Mwenyezi Mungu, unaogopa kidogo, unachechemeka kidogo. Hiyo ni dalili ya nini? Ni dalili ya ar-rabbani. Allah anasema innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum, waumini ni wale ambao anapotajwa Allah nyoyo zao zinaogopa. Al-Anfal namba 2. Anasema walwajalu, wajalu ni nini? Wajilat qulubuhum. Alwajalu, ma maana alwajal? Wajal ni nini? Alwajalu huwa alkhawfu, ni ile hofu, walitirabu, na kule kupiga, walfaza, na ile fazaa, wa ziyadatu khafaqani alqalbi, na kile kuzidi mapigo ya moyo,
wa sur'ati darabatihi, na ule kupiga piga haraka haraka. Wayashuru rabbani, hapo ndio mtu wa kimungu huwa anahisia bidhalika, huwa anahisia hayo inda dhikrillahi, pale anapotajwa Mwenyezi Mungu ndio anakuja hivyo. Imeeleka vizuri. Mimi napenda kupiga mifano sana. Mambo hayo yapo. Timu yetu ya mpira inapoingia uwanjani, watu wanaanza fanya nini? Wanaanza namna hii, hawatulii. Nasema uongo? Ikipigwa filimbi pale, wanasogea pale, mtu anafanya nini? Si itakuwaje leo ya Rabbi, si itakuwaje leo. Ukianza pale wameanza sasa. Ikitokea penalty utaniambia mpaka penalty hiyo. Unaona hii ndio nini ile? Ndio khafakani. Yani moyo unafanya nini? Moyo unapiga katika jambo letu lile lingine lile. Unaona inakwenda mpaka mwisho, ndio mtu anapata raha kama akapata zuri. Sasa mfano huu katika mtu rabbani wa kiucha Mungu upo. Anapotajwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, aya zikitaja pale, mtu anaanza kutikisika pale. Inavozidishwa ile, mtu anatikisika ile, anakwenda mashallah ya Allah, anakwenda namna hii na wewe, mpaka anafikia mahala sasa anakuwa sasa ametulia kabisa, hoi taabani. Kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hii ndio alwajal, ndio ile wajilat qulubuhum. So moyo unaogopa nini? Kuogopa nini? Kuogopa ni hiyo khafaqanul qalb, moyo kupiga mapigo kuongezeka na kadhalika. Na hayo mtu wa kawaida hata ujilazimishe hupati, mpaka mtu kianza kupanda daraja zile ndio inakuwa namna hiyo. Imeleka vizuri. Walikuwa wazee wetu wa zamani namna hiyo, sisi leo tumefeli. Tunakwenda mbele. Ya tatu ni khushu'ul qalbi. Dalili nyingine ya mtu rabbani mcha Mungu anakuwa na khushu'ul qalbi, na unyenyekevu wa moyo. Allah anasema qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un, wamefaulu waumini ambao katika sala zao wana unyenyekevu. Hiyo ni almu'minun, aya ya kwanza mpaka ya pili. Na Allah akasema tena, innahum, hakika hao wacha Mungu, kanu, walikuwa, yusari'una fil khairati, wanafanya uwepesi kwenda katika mambo ya kheri, wayad'unana raghaban wa rahaba, na wanatuomba sisi raghaban, kwa kujipendekeza, wa rahaba, na kwa kutuhofu. Yani Allah unamuomba katika sura mbili, unamuomba huku unajipendekeza, lakini unamuomba huku unamuogopa. Allah anaona raha kwa kweli. Yani unajipendekeza na unamuogopa, unakuwa ndumi la kuwili wewe, unajipendekeza unamuogopa. Allah na kusifu namna hiyo, unampa Allah hadhi zake zote mbili. Anasema wakanu lana khashi'in, watu hawa walikuwa kwetu sisi ni wenye khushu. Suratul Anbiya aya namba 90, aya namba 90. Na Ibn Rajab, nataka niishie maneno haya ndio nitaishia hapo, lakini mada bado inaendelea hii. Ibn Rajab al-Hanbali anaitafsiri maana ya al-khushu'. Khushu' ni nini? Ibn Rajab al-Hanbali anatuambia al-khushu' nini? Anasema hivi, wa aslul khushu'i, asli ya khushu' huwa linul qalbi, ni ule ulaini wa moyo, wa riqatihi, na ule kupondeka kwake, wa sukunihi, na kule kutulizana kwa moyo, wa khudhu'ihi, na ile khudhu' unyenyekevu wake, wa nkisarihi, na kule kuvunjika kwake, wa hirqatihi, na kuungua kwake. Ndio maana ya khushu'. Angalia mwanazuoni huyu anatafsiri neno khushu'. Sifa zote zile za kulainika, anasema hizo sifa hizo ndio khushu'. Sasa maana yake ni kwamba wakati wewe Allah anatajwa, hivi sifa zote hizi unazipata wewe, au unakuwa ni mgumu tu, unaingia ulivyoingia, unatoka mbaya kuliko ulivyoingia? Jamani, si hatari namna hiyo? Natafuta rabbani. Alafu akasema Ibn Rajab al-Hanbali, fa idha khasha'a al-qalbu, moyo utapoingiwa na khushu', tabiahu khushu' jamii al-jawarih, hufuata unyenyekevu wa viungo vyote. Ndani huku kulikuwa kufanya nini? Kumetulizana, basi mtu anakuwa bwege kweli kweli. Imeleka vizuri, anakuwa mtu bwege. Kwa maana nini? Ubwege wa viungo, na anakuwa ameregea kabisa. Wakati mtu ameregea, huyo mtu sio yeye, ndani huko ameregea, ndani moyo usharegea, ni anaregea moyo ndani uko unasema vibaya, na huku mtu anakuwa anafanya nini? Anakuwa namna hiyo. Moyo ndio unahukumu mtu. Huku ni dalili tu kwamba ndani kukoje kwa mtu. Unamwangalia mtu au sheitani huyu anawaza mabaya, unaona kabisa mikana anasubiri akampige mtu, ujue huyu sheitani ndani kubaya.
Lakini mtu ameambiwa ametulia, ujue mtu nini? Viungo vikishatulia tu ndani kafanya nini? Ndani ametulizana. Anasema Ibn Rajab al-Hanbali anasema waliannaha, kwani hivi viungo tabi'atun lahu, vinafata ile khushui ya moyo, kama qala sallallahu alaihi wasallam, kama alivyosema Mtume, ala zindukeni, inna fil jasadi mudgha, katika kiwiliwili kuna pande la nini, la nyama, idha saluhat saluha aljasadu kullu, kikitengemaa kipande hicho mwili wote unatengemaa, wa idha fasadat fasada aljasadu kullu, na kikiharibika kipande cha ndani mwili wote uharibika. Ala wa hiya alqalbu, ni huo nini? Moyo. Kwa hiyo sisi imani, kumwamini Allah na kazi zangu za imani zinautengeneza nini? Moyo. Huu moyo ukikubali tu step, ukikubali step moyo huu, shekhe wangu, mambo mazuri. Na mwili fanya nini? Mwili no, unakubali. Una mtu anasujudu, ana rukuu, mtu mwema tayari kashaharibiwa ndani, safi kabisa, nitakuwa namna hiyo. Na ndio maana Mtume, unakuta Mtume alikuwa na tabia, katika moja ya dua zake tu anaposwali akisujudu, alikuwa anapenda Mtume kusema katika rukuu, khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa adhmi. Hadithi imepokea Imam Muslim na Tirmidhi. Mtu anasema anasujudu rukuu, anasema khasha'a laka sam'i, yani umenyenyekea kwako wewe masikio yangu, wa basari, na kuona kwangu, wa mukhi, na ubongo wangu, wa adhmi, na mifupa yangu vimenyenyekea, yani kwako wewe Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume alikuwa na tabia kusema hivyo. Kwa hiyo ndugu zangu, tunajilinda na Mwenyezi Mungu kuwa na khushu ya kinafiki. Khushu ya kinafiki ni mtu unamuona viungo vimetulia, kama vile majambazi. Majambazi watu wabaya sana. Jambazi akiwa mtaani huwa hapendi vurugu vurugu. Jambazi alibobea. Ukwenda pepa ni kibaka, mwizi. Lakini jambazi wanataka nini? Utulivu. Nakwambia nini? Kanuni. Mpaka siku anakuja na hivi, jamaa kumbe alikuwa ni jambazi yule. Tulikuwa naye msikitini, wallahi ile baada 5 salawat. Tulikuwa naye nini? Kwa sababu gani? Huwa anakuwa ni khushu ya kinafiki. Yani viungo vimenyekea, lakini ndani huku anawaza mabaya. Sasa hatutakiwi sisi twenda khushu ya kinafiki. Kama kweli umenyenyekea na ndani yako imenyenyekea, imeweka vizuri, usiwajanganye watu namna hii, la jamaa yule namna hii kule danganya pale, haitakiwi namna hii. Jitahidi nje yako na ndani yako ifanane, nje yangu mimi na ndani yangu mimi vifanane. Kwa hiyo ndugu zangu, kama ukiwa na unyenyekevu wa mwili ndani hakuna, huo sio khushu. Nadhani jamani, tuishie hapo sasa. Najihukumu mwenye, shekha anahangaika toka huko kaja huko toka huko, najua alikuwa ananivizia mimi. Sasa inshallah muda wangu umefika, lakini mada ilikuwa bado inabakia kweli. Nimetaja 4 hizo za haraka 3, lakini zilikuwa sije 17 dalili za mtu kuwa mcha Mungu, mtu wa kimungu. Allah atuwafikishe kubwa zaidi, Allah atuwafikishe. Tunachokisikia tukifanyie kazi sote kwa pamoja, tutoke hapa tuwe na ucha Mungu wa kweli, iwe ndio sababu sasa kuondoka tukakutane katika pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu ma tasma'un, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.